الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في بيوت أذن الله أن نرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Hutuba hii Halifa mtukufu ni ya tarehe mosi ya Novemba 2013. Halifa mtukufu anasema kwamba tafsiri ya aya hizi ni hivi kwamba katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameruhusu zinyanyuliwe na humo litajwe jina lake, humtukuza humo asubuhi na jioni watu ambao haiwasahulishi biashara wala uchumi katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kusimamisha swala na kutoa zaka, wakiogopa siku ambayo mioyo itapinduka na macho pia, ili Mwenyezi Mungu awalipe mazuri ya yale walioyafanya na kuwazidishia katika fadhili zake, na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye pasipo hisabu. Leo Mwenyezi Mungu amejalia jumuiya ya New Zealand imebahatika kujenga msikiti wao. Mwenyezi Mungu afanye msikiti huu uwe baraka kwa ajili ya jumuiya. Jumuiya ya New Zealand ni jumuiya ndogo, jumla wanajumuiya ni 400, lakini msikiti uliojengwa ni mzuri kabisa. Upana wa msikiti ni zaidi kuliko idadi ya wanajumuiya wa hapa. Mwenyezi Mungu aijalie kwamba msikiti huu ujae haraka iwezekanavyo na watu waanze kusali nje ya msikiti. Wengi waliojitolea katika ujenzi wa msikiti huu walifanya kazi usiku na mchana. Nimeambiwa kwamba kazi kubwa ilifanywa na wanajumuiya bila kujali kwamba ni usiku au mchana. Wamefanya kazi katika ujenzi wa msikiti kwa jazba na kwa shauku sana, na kama ni riwaya yetu na desturi yetu kwamba sisi kwa kujitolea tuna save matumizi katika msikiti huu. Jumla iliyotumika fedha ni milioni 3 na nusu. Milioni 3 na nukta moja ilitumika katika ujenzi wa msikiti, na hela ingine ilitumika katika ukarabati ya vitu vingine. Kwa sababu jumuiya ni ndogo hapa, ilikuwa si rahisi kukusanya hela kiasi hiki, au watu walioahidi hawakuweza kutimiza ahadi zao, kwa hiyo walilazimika kukopa hela. Lakini mimi nategemea kwamba inshallah taala wanajumuiya watarudisha haraka iwezekanavyo mkopo waliochukua, kwa sababu tangu jumuiya ilipatikana hapa ni miaka 25. Kwa hiyo jumuiya ilikuwa na hamu sana ya kuwa na misikiti kwa kuwa na idadi ndogo ya jumuiya. Kwa kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu, zawadi ipelekwe kwa Mwenyezi Mungu. Basi kumbukeni kwamba kwa shauku na jazba zawadi hii mliompelekea Mwenyezi Mungu haitakiwi iwe zawadi hii ya mkopo, bali haraka iwezekanavyo fanyeni juhudi ya kurudisha mkopo mliochukua, ili muweze kumpelekea Mwenyezi Mungu
zawadi ya kujitolea kwenu. Jumuiya ya New Zealand ilikopa hela kwa ajili ya ujenzi kwa kutegemea kwamba wanajumuiya wa New Zealand kwa kujitolea watafanya ujenzi wa msikiti na watarudisha mkopo waliochukua ili waweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, aliyejenga nyumba ya Mwenyezi Mungu katika dunia hii, Mwenyezi Mungu atamjengea huko akhera. Basi ni nani ambaye hataki pepo ya Mwenyezi Mungu? Hataki kuwa nyumba kwa ajili yake huko peponi? Hakuna mwanajumuiya hata mmoja ambaye anaweza kufikiria kwamba hawezi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. वो जन्नत में खुदा ताला की तरफ से इनाम के तौर पर दिए गए, na yeye hana hamu ya kupata nyumba ya huko peponi kama ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. ये खूबसूरती Huu ni uzuri wa jumuiya unaopatikana duniani kote, kwamba jumuiya wanajumuiya wanajitolea sana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Tabia hii ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu aliyoimarisha Sinama alayhi salatu wassalam katika dunia hii katika masahaba zake, ili ujumbe wa Islam ufikishwe kila kona ya dunia. Kwa kuona hali yao ya masahaba, Sinama alayhi salatu wassalam alisema kwamba masahaba zake wana imani ya hali ya juu, na kwa kuona imani yao Sinama alayhi salam alisema kwamba anashangaa sana hii hali duniani baada ya kupita miaka 100 inapatikana ndani ya wanajumuiya. Bila kujali kwamba wanajumuiya anahusika katika nchi gani, wanajumuiya wote wameimarika katika imani yao. Katika New Zealand idadi ya jumuiya inayopatikana ni 60% ambao wamehamia hapa kutoka Fiji, na 23% ni kutoka Pakistan ambao walihamia katika nchi hii, na ila wanaobaki ni mataifa wengine. Ili mradi ni jumuiya ndogo inayojumuisha watu wa mataifa mbalimbali, lakini hawa wote katika imani imezidi sana na wanashindana katika imani. Lakini inatakiwa ikumbukwe kwamba imani ya kidhahiri au imani ya muda, na ile imani iwe imani ya kujitolea wakati mali haitoshi kwa ajili ya mwaminio, bali inatakiwa mwaminio aendelee kufanya mwema na aendelee kufuata njia za uchamungu na kukumbuka lengo la kuumbwa kwake. Hii ndiyo ni shani na sifa ya mwaminio, na inatakiwa awe shani ya aina hii. Kuhusu lengo la kuumbwa mwanadamu, Mwenyezi Mungu ametukumbusha inatakiwa lengo lile litangulizwe kila wakati. Kuhusu hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema, kwa kutukumbusha kuhusu lengo lile, anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba ingawa watu wanakuwa na tabia mbalimbali, ikiwa mtu hana ufahamu na hana ujasiri, katika hali hii wanakuwa na malengo mbalimbali ya dunia na wanategemea mambo na masilahi ya dunia tiki tu, kisha wanakwama hapa.
lakini lengo ambalo kwalo mwenyezi mungu amelolieleza katika qurani tukufu ni wama khalaktu ljinna walinsa illa liyabudun, yani sikuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu na wanitambue. Basi amesema kulingana na aya hii lengo hasa la maisha ya mwanadamu ni kumwabudu mwenyezi mungu na kumtambua yeye na kwa kujitolea kwa ajili ya mwenyezi mungu. Basi tunatakiwa tukumbuke kwamba sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kujiunga jumuiya ya sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kuwa na shauku na jazba ya muda, na kwa sababu ya shauku hii kujitolea kwa muda si lengo letu, bali lengo letu ni kwamba tuendelee kufanya mema na kumwabudu mwenyezi mungu, kumfululiza. Na ibada halisi inapatikana wakati mtu anapata maarifa ya mwenyezi mungu na anakuwa na elimu kwamba mwenyezi mungu anazo nguvu za kila aina na anaona kila kauli yangu na amali yangu, na si kwamba kwa kidhahiri anaona, bali anajua hali ya moyo wangu na anajua hata nia zangu. Ikiwa hali hii inapatikana, basi katika hali hii tunaweza kusema kwamba mwanadamu anafanya juhudi ya kuwa mtumishi wa mwenyezi mungu. Asifanye kitendo chochote kwa kutegemea kwamba atapata tamaa za dunia, bali kila juhudi na kila wema inatakiwa iwe kwa ajili ya kupata na kutafuta ridhaa ya mwenyezi mungu. Ibada zetu zisiwe wakati ule tu wakati tunataka msaada kutoka kwa mwenyezi mungu, wakati tunakuwa katika shida na taabu, au wakati mahitaji ya dunia hayatimii, bali ibada zetu zinatakiwa ziwe wakati sisi tuna faraja na raha. Isitokee hivi kwamba matatizo ya dunia na biashara ya dunia inatughafilisha katika ibada ya mwenyezi mungu. Msikiti huu usiwe nyumba tu. Ukubwa wa msikiti huu na uzuri msikiti huu usitukumbushe hii tu kwamba tumetumia wakati kiasi hiki kwa ajili ya kujenga msikiti, au tulifanya wakari amal, au tulisave hela kiasi hiki, au tulitoa mchango kiasi hiki kwa ajili ya ujenzi wake, bali ghorofa hii itukumbushe kwamba kujenga msikiti katika dunia hii inaturithi zawadi ya mwenyezi mungu huko peponi, yani atatujengea nyumba peponi, na nyumba ile itajengwa wakati baada ya kujenga nyumba hii ya mwenyezi mungu tutatimiza haki yake, na haki ya msikiti inatimia wakati tunapofuata amri hii ya mwenyezi mungu, ambamo mwenyezi mungu amesema la tulhihim tijaratun wala bai'un, yani watumishi hasa mwenyezi mungu ni wale ambao haiwasahulishi biashara wala uchumi katika kumkumbuka mwenyezi mungu. Kutoka katika kitu gani haiwasahulishi? Amesema an zikrillah, yani katika kumkumbuka mwenyezi mungu na katika kusimamisha swala na kutoa zaka. Basi sisi wanajumuiya tunatakiwa tuwe waaminio haswa ambao wanakuwa na sifa hizi. Hapa zamani tulikuwa na nyumba kwa ajili ya kusali swala, lakini kuna tofauti baina ya center na msikiti. Center ni ukumbi, lakini msikiti inakuwa na minara, na kwa jina la msikiti tunaona utakaso wake.
na tunaheshimu zaidi जब मैंने msikiti. आपको कहा था कि बकायदा Wakati nilipowaambieni kwamba mujenge msikiti hapa, nilipokuja mara ya kwanza kwa ajili ya kutembelea nchi yenu, lengo lake lilikuwa hili kwamba minara ya msikiti itaendelea kuwakumbusheni kwamba माल sisi वक्त को कुर्बान करने के tumejenga misikiti kwa kutoa mali na wakati tunalazimika kutimiza haki yake pia. से ये Na lengo lake lingine lilikuwa hili kwamba minara ya msikiti के माहौल itawavuta watu ambao wanaishi karibu na msikiti na watavutika, na kwa hivi njia za mahubiri zitafunguliwa na watu हकीकी तस्वीर wataelekea kwenye Islam, तलाश में na watu kwa kujua kuhusu Islam halisi watakuja hapa, au watu watakuja hapa kuangalia msikiti wenu kwamba hawa ni Waislamu wa aina hii, wa aina gani. Mpaka leo nimeona kwamba kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, मस्जिद की mara baada ya ujenzi wa msikiti, जमात अहमदिया मुस्लिम jumuiya inaanza kutambulika zaidi kuliko zamani, na kwa sababu ya kutambulika jumuiya, इस मस्जिद का हक अदा करने की तरफ तो wanajumuiya wanazingatia kutimiza haki ya msikiti wao, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो इस na wanajumuiya wanaoishi karibu na msikiti wanatimiza haki ya msikiti, na wanajumuiya wanatakiwa watimize haki zao, haki za msikiti. मस्जिद का हक क्या है Na ni nini haki ya msikiti? Haki ya kwanza ni kwamba biashara yenu तुम्हारे कारोबार na तुम्हारी मसरूफियात तुम्हें अल्लाह ताला के जिक्र shughuli zenu zingine zisiwasahulisheni katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, bali inatakiwa biashara yenu pia iwakumbushe kuhusu swala na kuhusu kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Wakati mtakaposikia hayya ala swala, लोगों yani enyi watu njoni kwenye sala, wakati huo musahau biashara yenu सब तजारतें na musahau shughuli zenu zote na mkimbilie msikiti. ये भी इस जमाने में कोई कह सकता है Katika zama hii watu wanaweza kusema kwamba sisi tunaishi mbali na swala inatolewa ndani ya msikiti, na sisi hatusikilizi दी गई है adhana. वास्ती के हॉल में मुश्किल से आती थी इसके लिए तो Kuhusu hii ifanywe nini? Kuhusu hii halifa mtukufu anasema kwamba आपको वैसे ही mnatakiwa muwe na हमने बनाई है shauku hii kwamba mmejenga misikiti kwa ajili ya kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kutambua lengo la kuumba kwenu. दूसरे मैंने पहले भी Na nimeshawahi kusema mara chungu mzima kwamba कि आजकल siku hizi हर एक kila mmoja anayo simu ya mkononi, kwa hiyo mtumie vizuri simu ya mkononi. Wakati अजान का wa swala muweke alam ya adhana, na wakati wa swala inapofika basi alam ile itakumbusha, दूर है na watu wanaoishi karibu na misikiti wao waswali misikitini, na wale ambao wanaishi mbali wao wazingatie swala zao. Wakati mnaposwali swala zao, watu wanaoishi karibu nanyi wataelekea kwenu na watataka kujua kwamba nyinyi ni kina nani, kisha Islam na jumuiya itatambulika vizuri zaidi, kisha mtawaalika watu pia ili waje msikitini, na vile vile mtaendelea kumkumbuka Mwenyezi Mungu na mtaendelea kuwafikishia watu ujumbe wa Mwenyezi Mungu pia, na hivi नेकियों का सिलसिला silsila ya mema itaanza na itawapatieni ukaribu na Mwenyezi Mungu. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Halifa mtukufu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mapinduzi haya ndani ya maswahaba zake, साल अल्लाह ताला इन आयात में na Mwenyezi Mungu anatoa mfano wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hizi nilizozisoma mbele yenu, kwamba walikuwa wakifanya biashara ya mamilioni na mamilioni,
lakini kila wakati mioyo yao ilikuwa ikijaa kwa zikri ya Mwenyezi Mungu, na kila wakati walikuwa wakikumbuka swala na walikuwa wakikumbuka kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya kuleta mapinduzi haya tena duniani katika zama hii, Mwenyezi Mungu alimtuma mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili nyinyi mujenge uhusiano wenu na Mwenyezi Mungu, muhifadhi sala zenu kwa ajili ya kutakasa mali zenu, mutoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na sema mara kwa mara, na historia ya jumuiya pia inatuambia, na mwenendo wa jumuiya pia inatuambia kwamba wanajumuiya wamezidi sana katika kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wanaendelea kuzidi katika hali hii. Lakini kuna haja sana ya kuzingatia swala, pia kuna haja sana ya kupata ibada ya hali ya juu. Basi kuhusu hii pia inatakiwa muzingatie, muimarishe msikiti wenu. Swala itasimamisha wakati mtakaposwali swala kwa jamaa, na hili ndilo ni lengo la ujenzi wa msikiti, kwamba swala iswaliwe kwa jamaa. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mwaminio anajali zaidi akhira kuliko dunia hii. Mtu anapozeheka na anakuwa na fikira sana, analia, anafanya maombi, na watu wanasema kuhusu maombi pia kwamba mwisho wetu uwe mwema. Mwenyezi Mungu anasema kwamba hali hii ya waaminio hasa haipatikani katika mwisho wa maisha yao, umri wao, bali wao wanaendelea kumwelekea Mwenyezi Mungu kila wakati, na wanaendelea kuzingatia ibada ya Mwenyezi Mungu kila wakati, na kwa ajili ya kutakasa mioyo yao katika ujana na katika faraja na raha pia wanafanya na wanazingatia. Na Mwenyezi Mungu, wao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu katika ujana wao na katika faraja yao pia. Wao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni, kwa sababu ya hii kwamba wanakuwa na haufu ya akhira kila wakati. Ni mioyo yao inatetemeka kwa sababu ya haufu ya akhira. Hazur anasema kama nilivyosema kwamba hii ndiyo ni hali ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo ni hali ambayo Sinama alayhi salatu wasallam alikuja kuleta ndani yetu. Sinama alayhi salam anasema sehemu moja kwamba kila wakati moyo wangu unakuwa na hofu kwamba Mwenyezi Mungu aifanye jumuiya yetu ipate zawadi na mwenendo wa maswahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, imani ile ipatikane iliyopatikana ndani ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wasiogope yeyote min ghairi ya Mwenyezi Mungu, wawe wacha Mungu, kwa sababu msaada wa Mwenyezi Mungu unakuwa pamoja na wamchao Mwenyezi Mungu. Innallaha ma'as-sadiqin. Basi ikiwa nyinyi mnataka kupata baraka kutoka Mwenyezi Mungu na mnataka kwamba nyumba zenu zihisabiwe pamoja na nyumba zile ambazo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu zinanyanyuliwa, basi katika hali mnatakiwa mujaze nyumba zenu kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na mnatakiwa muwe na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwenu. Hofu zote za dunia na hofu za biashara, mambo haya yote si kitu chochote mbele ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam mara kwa mara alisihi jumuiya yake kwamba mnatakiwa muwe na ucha Mungu na mumtangulize Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba kwa kufuata dunia hii, haya ni maneno yangu, lakini alisema katika maneno haya kwamba kwa kufuata dunia hii kwa muda mfupi
mtu anaweza kupata faida ya muda, na hata katika faida ile pia mtu hapati utulivu na anakuwa na hofu isije ikatokea hivi na hivi. Lakini ikiwa mnapokuwa katika hali ya kumtafuta Mwenyezi Mungu na mtakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii mtapata dini na dunia pia itakuwa mtumishi wenu, na mtapata Mwenyezi Mungu na mtapata dunia pia. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama nilivyosema, walikuwa wakifanya biashara ya mamilioni na mamilioni, lakini haikutokea hata mara moja kwamba walisahau ibada zao, na hawakusahau kumkumbuka Mwenyezi Mungu hata mara moja, na wala hawakusahau hofu ya Mwenyezi Mungu hata mara moja. Basi sisi ambao katika zama hii tumefanya bayat ya Sayyidina alayhi salatu wassalam na tunadai kwamba tunaleta mabadiliko mazuri ndani yetu, mabadiliko haya yatatufaa na yatadumisha wakati sisi tutakapoleta mabadiliko haya kwa kweli kweli, siwe kwa ulimi tu au kwa maneno tu kwamba tunasema tumeleta mabadiliko. Mwenyezi Mungu anasema kwamba ikiwa mkileta mabadiliko haya kweli kweli ndani yenu na mkianza kufuata njia za uchamungu na mnaswali swala kwa nyakati zao na swala zenu ni kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu na vitendo vingine pia ni kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii mtapata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mtapata riziki ya dunia na vile vile mtapata riziki ya kiroho pia. Mwenyezi Mungu hakusema kwamba msifanye biashara ya dunia au kazi ya dunia, bali Mwenyezi Mungu anasema haitakiwi kwamba mumsahau Mwenyezi Mungu. Isitokee kwamba kwa sababu ya kazi ya dunia, biashara ya dunia, au mnaghafilika katika swala na mnasahau lengo la kuumba kwenu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alisema sehemu moja kwamba ikiwa hii hali inapatikana, yani unasahau swala zenu na umeangukia dunia, basi katika hali hii hakuna tofauti baina yenu na baina ya wengine, na hakuna faida ya bayat yenu. Kuonyesha tofauti hii ni jukumu letu, kwamba tofauti hii ipatikane. Ikiwa sisi tunajiona kwamba tumefanya bayat ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, basi inatakiwa tofauti hii ionekane waziwazi baina yetu na wengine, na tofauti hii itapatikana wakati sisi kila kitendo chetu na kauli yetu itakuwa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Wakati mioyoni mwetu itakuwa hofu ya Mwenyezi Mungu, wakati sisi tutatafuta akhira zaidi kuliko dunia. Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza jambo hili waziwazi kwa maneno haya kwamba kumbukeni, watumishi hasa wa Mwenyezi Mungu ni wale kwao Mwenyezi Mungu amesema la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Mioyo inapokuwa na shauku na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi haiwezi kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Hali hii inaweza kueleweka kwa mfano huu kwamba kama kuna mtu ambaye mtoto wake anaumwa, huyu mtu akienda sehemu yoyote akifanya kazi yoyote, lakini fikira zake zote zitakuwa kuhusu mtoto wake. Vile vile wale watu ambao wanajenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu na wanampenda Mwenyezi Mungu, wao hawawezi kumsahau Mwenyezi Mungu katika hali yoyote. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba dini na dunia haiwezi kujumuika pamoja. Huzuri anasema hayo ni sawa, lakini Sayyidina alayhi salam amesema kwamba kumbukeni hii pia kwamba mimi sisemi kwamba mkulima asilime na mwenye biashara asifanye biashara na anayefanye kazi asifanye kazi, na yule ambaye ana vibanda aache vibanda vyake na akae bila kufanya kazi yoyote, bali sisi tunasema la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Yani hali hii inatakiwa ipatikane, yani mkono wake unafanya kazi lakini
moyo wake unakuwa kila wakati katika zikr na kumkumbuka mwenyezi mungu. कि ताजर Amesema mwenye biashara katika biashara yake na mkulima katika kazi ya kilimo na mfalme katika kazi yake, yeyote anayefanya kazi yoyote anatakiwa katika kazi yake lengo lake liwe mwenyezi mungu पेश नजर रखकर na akumbuke kudra ya mwenyezi mungu na azingatie amri zote za mwenyezi mungu kila wakati, na akifanya hivi basi anaweza kufanya kazi yoyote, vitendo ambavyo vinatakiwa vifanywe na vitendo ambavyo mwenyezi mungu amesema visifanywe. Ikiwa mnazingatia hivi kila wakati na mnafuata amri za mwenyezi mungu na kila wakati mnapotanguliza amri ya mwenyezi mungu, katika hali mtakuwa na lengo la maisha yenu. Kisha katika hali hii mtu anafanya kwa kuzingatia lengo lake, कुली और को na kisha hamtakuwa na njia ingine isipokuwa njia ile tu ambayo mliambiwa na mwenyezi mungu kwamba mfuate. फरमाया कि अल्लाह Amesema kwamba सब कुछ कर muogope mwenyezi mungu kisha mnaweza kufanya yoyote unayotaka. Islam haitoi mafundisho haya kwamba muache biashara na mukae kama mtu ambaye hafanyi kazi yoyote, इसके na badala ya kuwahudumia wengine mnataka huduma za wengine. Islam haisemi kwamba mufanye hivi, bali Islam inasema kwamba mumkumbuke mwenyezi mungu na mufanye kazi yenu. Bali Sinam alayhi salam amesema kwamba kuwa mvivu ni dhambi. भला ऐसा आदमी खुदा और उसके Mtu aina hii anawezaje kuitumikia dini na watumishi wa mwenyezi mungu में लगाए हैं na wale watoto ambao mwenyezi mungu amempatia jukumu lao? कि खुदा Jukumu la wale watoto atawalisha namna gani? Mwenyezi mungu hataki kwamba muache mambo yote ya dunia, bali lengo la mwenyezi mungu ni kwamba kad aflaha man zakaha, yani mufanye biashara, mufanye kazi na mufanye kazi ingine yoyote, mnaweza kufanya kazi yoyote, lakini नफ्स को खुदा ताला की muendelee kujizuia nafsi zenu katika kumwasi mwenyezi mungu. Wanafaulu wale wanaotakasa nafsi zao, करो na mujitakase खुदा ताला kiasi hiki kwamba msighafilike katika zikri ya mwenyezi mungu, है katika kumkumbuka mwenyezi mungu. Basi katika hali hii dunia yenu pia itakuwa ये मुलाजमत है kwa ajili ya mwenyezi mungu na itakuwa dini ya mwenyezi mungu. अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने का अहद हो Amesema Sinam alayhi salatu wassalam kwamba mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya dunia hii. पाक हो Moyo unatakiwa uwe safi na kila wakati awe na hamu hii kwamba namna gani mungu wake anaweza kuridhika katika hali hii. Dunia hii inakuwa halali kwa ajili yake. अमालो बिन्नियात Innamal a'malu binniyati, yani vitendo hutegemea nia. ये है वो हालत Hazur anasema hii ndiyo ni hali inatakiwa iwe ya hali ya kila mwanajumuiya. Wakati ninyi mnapoahidi kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia, maana yake ni kwamba dunia yetu pia itakuwa chini ya dini. से कोई ऐसा काम Hatutafanya kitendo chochote kinachokuwa kinyume na ridhaa na amri za mwenyezi mungu. Basi wenye bahati ni wale miongoni wenu ambao wanakuwa na fikira za aina hii na kisha wanaishi maisha yao sawa na hali hii. Ikiwa hali hii haipatikani, basi katika hali hii kufanya bayati ya Sinam alayhi salatu wassalam haitatupatia faida yoyote, wala kujenga kwetu misikiti pia haitatupatia faida yoyote. Na kama nyinyi mnajua kwamba jalsa yenu pia inafanyika siku hizi, na katika hali hata jalsa yenu pia haitawafaidi hata kidogo. Na कि जलसा भी hii ndiyo Sinam alayhi salam alisema kwamba mkutano wa mwaka si sherehe, bali kushiriki mkutano wa mwaka lengo lake ni kupata ridhaa ya mwenyezi mungu na ni kujifunza dini ya mwenyezi mungu na kupata raha ya kiroho. याद रखें कि जैसा कि मैंने Kumbukeni kama nilivyosema kwamba baada ya ujenzi wa msikiti huu inatakiwa पहले से बढ़कर mabadiliko होनी चाहिए zaidi yapatikane और इस ndani yenu, na pamoja na hii njia za mahubiri pia zitafunguliwa kwa ajili yenu. तो अपने
आपकी अमली हालत kwa kuona vitendo vyenu watu watavutika kwenye islam. kwa hiyo vitendo vyenu pia अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक mujitahidi viwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. तबलीग के बारे में भी Kuhusu mahubiri pia nataka kuwakumbusha idara mbalimbali za jumuiya भी सिर्फ kwamba hapa तरीक पर msifanye mahubiri kwa kutegemea desturi yenu tu, और इस na बैठना चाहेंगे msiridhike na hali hii kwamba yoyote mnayofanya ni inatosha, bali inatakiwa mtafute njia mpya za mahubiri na तलाश करें nyanja mbalimbali za mahubiri, na mujitahidi kuitambulisha dini tukufu ya Islam. और इस जुबान में जो Qurani tukufu sasa iliyotafsiriwa katika lugha ya Mori. Kwa sababu ya tafsiri hii jumuiya imetambulika, भी और रेडियो ने भी kwa sababu radio na TV pia ilitoa habari yake. तो मस्जिद Kwa hivyo इफ्तिताह से kwa ufunguzi wa misikiti jumuiya itajulikana zaidi. बस ये तमाम इंसान Basi mipango hii yote aliyofanya Mwenyezi Mungu, ikiwa sisi इनको खुदा ताला के दीन tunatumia के लिए vizuri mipango hii kwa ajili ya kusambaza dini ya Mwenyezi Mungu, katika hali tutapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. आज Basi अपनी इबादतों के हक अदा करने की leo ikiwa mnaahidi kwamba mtatimiza haki ya ibada zenu, vile vile आपस में अल्लाह ताला kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu, mupendane na muelewane na musaidiane, और फिर kisha के लोगों को भी muwafikishie ujumbe wa Islam halisi watu wanaishi katika उनको दूर करने की maeneo haya. थोड़ी तादाद भी अगर है Ikiwa nyinyi ni wachache, lakini kama nyinyi munayo nia safi na mna shauku, basi katika hali hii idadi ndogo pia inaweza kufanya kazi kubwa sana. अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu aijalie kwamba wote wao waweze kufanya hivi. Msikiti mzuri mliojenga, wanajumuiya ambao wanaishi katika maeneo mbalimbali ya dunia kwa kupitia MTA wanaoona msikiti huu, अहमदियों को भी कुछ wanajumuiya pia wanakuwa na hamu na shauku kwamba wajue kuhusu ujenzi wa msikiti. Kwa hiyo kwa fupi nieleze kuhusu msikiti. Nimeshawahi kueleza kwamba katika ujenzi wa msikiti dola milioni 3.1 imetumika, na msikiti huu unaitwa Baitul Muqit, और ये जगह भी na eneo hili ni nzuri kwa शहर की दो बड़ी hivi kwamba railway station pia ni karibu na msikiti huu. और इसका रकबा Upana wa msikiti ni ekar 2 kasorobo. 99 में 1999 eneo hili lilinunuliwa मुरब्बा मीटर का एक हॉल मौजूद na 2000 200 mraba meter हॉल बनाया गया ilikuwa ukumbi का, kwa ajili ya swala, और ये दोनों हॉल अब तक बतौर na kwa ajili ya kina mama pia ulikuwa ukumbi के ऊपर ulikuwa ukitumika kwa ajili ya swala, na juu ya ukumbi ule ulikuwa nyumba ya mbashiri. बहरहाल Mradi 2006 nilipotembelea nchi hii nilisema kwamba mujenge msikiti. Julai 2012 ujenzi wa msikiti ulianza, na katika mwezi wa August 2013 msikiti huu ulikamilika. Msikiti huu una ghorofa 2. और Ghorofa ya chini ni kwa ajili ya kina mama, मस्जिद का हॉल ni mraba mita 239. Kuna audio video room na conference room, और इस तरह na vile vile kuna sehemu kwa ajili ya kutawadha, na msikiti minara yake pia inaonekana. Dunia imeshaona kwa kupitia MTA. Minara urefu wake ni mita 18 na nusu. नमाजियों की Katika ukumbi zote mbili waswaliaji wanaweza kuswali ni 600 लेकिन बहरहाल takriban. Kwa jumla watu 700 na nusu wanaweza kuswali katika ukumbi zote mbili, na katika ukumbi wa zamani watu 300 wanaweza kusali. Ilmradi takriban watu 1000 wanaweza kusali katika msikiti huu. Katika parking magari 107 yanaweza kuegeshwa. लंगर खाना Nyumba ya wageni pia imejengwa. जिसमें 3.5 लाख $3.5 dola ya New Zealand imetumika katika ujenzi wake.
kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kama ni riwaya ya jumuiya kwamba wanajumuiya wamejitolea sana. Kina mama wametoa dhahabu yao ya mapambo na watoto walitoa matumizi yao ya mfuko. Wanasema kwamba ilifika wakati kwamba kulikuwa hakuna fedha katika akaunti ya benki na tulilazimika kumlipia builder, na mara moja ilikusanywa $1 100,000 au zaidi hapa, na wanajumuiya walitoa, na kwa hivyo builder alilipwa. Wanajumuiya wengine walitoa $1 100,000 au zaidi, na kila moja sawa na uwezo wake alitoa mchango kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Wanajumuiya walitoa mchango kubwa sana katika ujenzi wa msikiti kwa sababu jumuiya ni mdogo. Mradi wale wote waliotoa mchango kwa ajili ya ujenzi na walijitolea muda wao na walifanya wakaremal. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika nafsi zao, na Mwenyezi Mungu aendelee kuboresha na kuzidisha imani yao, na Mwenyezi Mungu aijalie kizazi chao pia kiendelee kujiunganisha na dini na waweze kutimiza haki za swala, na wanapokuja msikitini waweze kutimiza haki za msikiti na waweze kujaza nyumba zao katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, katika kumbukumbu la Mwenyezi Mungu. Wawe na imani ya kujitolea, waweze kusambaza dini tukufu ya Mwenyezi Mungu. Kama niliyosema kwamba siku hizi mkutano wenu wa mwaka unafanyika, kwa hivyo mnatakiwa mufanye maombi sana. Mufanye maombi haya kwamba Mwenyezi Mungu alete mabadiliko mazuri ndani yetu, tuweze kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani. Kisha mabadiliko haya yaliyoletwa yaendelee kubaki katika maisha yote, katika maisha yetu yote. Sisi sote tulioshiriki jalsa salana tuweze kupata maombi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.